Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni robo ya 3 mwaka 2026. Na juma hili tunaenda kuliangazia somo la 9. Somo linasema huduma inayosukumwa na upendo. Imejengeka katika lile fungu la kukariri kutoka Korintho wa pili sura ile ya 2 aya ya 4. Somo hili ni kwa ajili ya Agosti 22 hadi 28 mwaka huu wa 2026, na leo ni Sabato mchana. Somo la juma hili, Wakorintho wa pili sura ile ya 1 aya 3 hadi 14, Wakorintho wa pili sura ya 2 aya ya 17, Wakorintho wa pili sura ya 4 aya ya 2, Wakorintho wa kwanza sura ya 16 aya ya 5 hadi ya 7, Wakorintho wa pili sura ya 7 aya ya 5 hadi 13, Wakorintho wa pili sura ile ya 2 aya ya 5 hadi 17. Fungu la kukariri. Maana katika dhiki nyingi na taabu ya moyo niliwaandikia na machozi mengi, si kwamba mhuzunishwe, bali mpate kujua upendo wangu nilio nao kwenu, jinsi ulivyo mwingi. Wakorintho wa pili sura ile ya 2 aya 4. Mtume Paulo daima alikuwa na maisha yenye taabu na changamoto nyingi. Pamoja na kifungo na hali zilizohatarisha maisha alizozikabili, pia aliandika hivi: kwa Wayahudi mara 5 nalipata mapigo 40 kasoro 1. Mara 3 nalipigwa kwa bakora, mara 1 nalipigwa kwa mawe, mara 3 nalivunjikiwa jahazi, kucha nimepata kukaa kilindini. Katika kusafiri mara nyingi, hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kwa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari za mijini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo, katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na kuwa uchi, bagaili ya mambo ya nje yako yanijiayo kila siku, ndiyo maangalizi ya makanisa yote. Wakorintho wa pili sura ile ya 11 aya 24 hadi 28. Tunachokiona katika nyaraka zake kwa Wakorintho ni kujishughulisha sana kwake kwa ajili ya kanisa hili. Hata hivyo, kati ya hayo yote upendo wake kwao haukupungua, kama vile upendo wa Kristo kwetu hautupungui kamwe. Kwa kweli, Paulo alijifunza kutoka kwa Yesu kuyapenda makanisa kwa namna inayoakisi upendo wa Yesu kwetu. Wakorintho wa pili sura ile ya 5 aya 14. Tazama Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya ya 1. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Agosti 29. Huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Kesho tutaendelea na somo hili juma hili. Mungu atubariki sote.